Mambo vipi ndio Fit, karibu tena katika channel yako ambapo tunaongelea masuala mbalimbali yanayohusiana na lishe, afya na mazoezi, na uko na mimi Benson Godfrey, personal trainer kutoka fit.com. Na leo tutaongelea kuhusiana na swala ambalo unaulizwa kila siku, ambalo ni kwamba kwa nini mtu anashindwa kuona matokeo yake haraka? Sababu ni zipi ambazo zinamsababisha mtu anashindwa kuona matokeo yake haraka ingawa mtu anakuwa anaenda gym ama anafanya dieting? Sasa leo tutaongelea sababu kuu 5, kwa hiyo naomba usikae mbali, stay tuned. Kama nilivyosema awali kwamba tutaangalia sababu kuu 5 ambazo zinamfanya mtu asiweze kuona matokeo yake haraka, na sababu hizo ni kwamba ndio common habits ambazo watu wanakuwa wanazipractice, ama ni vitu ambavyo watu wanapenda, mazoea ambayo mtu anapendelea kuyafanya ambayo yanamsababishia yeye kutokuweza kuona matokeo yake ingawa anafanya mazoezi ama anatumia diet. Na sasa bila kupoteza muda tutaanza kuangalia kuanzia sababu ya kwanza mpaka ya 5. Na sababu yetu ya kwanza ni kwamba unakuta mtu anaingia gym au anaenda kufanya mazoezi gym, lakini anashindwa kujua kwamba ni kitu gani kimempeleka pale, ama tunasema ni amefuata mkumbo. Unakuta labda ni familia ama marafiki ama workers ama wafanyakazi wenzake wanakuwa wanapenda kwenda gym, kwa hiyo naye anajikuta kwamba yuko katika kundi hilo, lakini yeye mwenyewe hajui anachoenda kufanya, na mwisho wa siku unakuta anakuja kulalamika, mimi naendaga gym lakini mpaka sasa hivi sioni matokeo yote, labda tumbo bado ni kubwa ama vitu kama hivyo. Sasa kwa mtu wa sababu hiyo kuweza kuona matokeo inakuwa ni ngumu sana, kwa sababu hajui anachoenda kufanya, hajui anachoenda kutafuta. Kwa hiyo kama mtu na tatizo hilo, jaribu kujua kwa sababu gani unaenda gym na uweze kuzingatia unachoenda kufanya. Sababu yetu kuu ya pili ni ipi? Ni kwamba mtu unakuwa unaenda gym lakini hujui ni mazoezi gani unatakiwa kufanya kulingana na mahitaji yako mwenyewe binafsi. Unakuta mtu anaenda gym, anaenda kunyanyua vyuma vizito, lakini tatizo lake kubwa labda ni anataka kushed ama lose belly weight, ama ni mafuta ya tumbo, belly fat ama mafuta ya tumbo ambayo anakuwa anamsumbua. Ama unaweza kukuta anataka alikuwa na lengo la kwenda kuongeza mwili lakini anafanya mazoezi ya aerobics ama cardio. Kwa unakuta mtu anakuwa na mwenye ile tafrani kwa anaenda kufanya mazoezi lakini anashindwa kupata matokeo ambayo anataka yeye, kwa sababu hajui mazoezi ambayo anapaswa kufanya. Kwa hiyo kama mtu unaenda gym, ni bora uweze kukutana na labda personal trainer ambaye anaweza kukuguide ama kukuongoza kwamba uweze kufanya mazoezi fulani, na mengine ambao atakuwa anakuelekeza kwamba usifanye mazoezi fulani, na mazoezi mengine unatakiwa kufanya hivi, ama unataka kufanya mazoezi mara ngapi kwa wiki, ili iweze kukuongoza wewe kuweza kupata matokeo unayotaka. Sababu yetu ya 3 nyingine ni kwamba unakuta mtu anaenda gym lakini anakuwa ni mvivu, ama anakuwa sio mfuatiliaji, ama anakuwa anakosa consistency, ule muendelezo kufanya mazoezi. Unakuta mtu leo anakuja kufanya mazoezi vizuri, lakini kesho ikifika akisikia maumivu siku ya kwanza, siku ya pili anasema sasa ya nini kwenda mazoezi, na kati ya mazoezi ndio hivyo naenda kupata shida. Sasa my friend, kwamba the issue ni kwamba usipopenda kutengeneza ile commitment, hauwezi kuona matokeo yote kwenye mazoezi. Mazoezi usiposikia any kind of pain ama ache katika mwili wako, katika misuli yako, na kwamba hujagain chochote mpaka hapo. Huwezi kusema kwamba unataka kwenda kujenga misuli alafu at the same time ni kwamba unaenda kunyanyua tu vitu ambavyo ni very light, unakuta dumbbell ya kilo 1, lakini unakuta mtu ana weigh labda 80 kilograms, hapo anataka kuongezeka, anataka kuwa huge. Ni kitu ambacho it is very hard, na kitu ambacho hakiwezekani. Sasa tunaenda kuangalia sababu yetu kuu ya 4. Sababu yetu kuu ya 4 ni ipi? Ni kwamba unakuta mtu anaenda kufanya mazoezi lakini hajui ni chakula gani anachotakiwa kukila. Unakuta mtu anataka kupunguza uzito, lakini tatizo lake kubwa unakuta kwamba anakula vyakula vya wanga. Hapo anakuambia kwamba I want to lose weight, ni kitu ambacho kinakuwa ni kigumu kidogo. Lakini unakuta mtu mwingine anataka kubuild muscle, ama anataka kuongezeka misuli ya mwili ama sehemu zingine ambazo labda kuna misuli labda ya miguu ama sehemu ya juu, lakini at the same time anakuwa anakula vyakula ambavyo ni fats nyingi ama mafuta. Unakuta anakula vyakula ambavyo havina protini nyingi, kwa hiyo unakuta jenga mwili vya mwili vinakosekana, na hivyo kuweza kukosa kupata matokeo ambayo yeye mwenyewe anayotaka. Na sasa twende kuangalia sababu yetu kuu ya 5. Sababu yetu kuu ya 5 ni nidhamu.
Nidhamu inakujaje? Ni kwamba nidhamu ni kitendo cha kwamba unakuwa unajilazimisha kufanya kitu ambacho ukitaki, lakini kinakupasa kufanya kwa sababu ili uweze kupata matokeo unayotaka wewe. Inaweza kuwa kuhusiana na chakula, inaweza ikawa ni kuhusiana na mazoezi, kwamba unaweza kuwa hupendi kufanya mazoezi aina fulani, lakini inakubidi kwa sababu unataka kupata matokeo fulani ambayo ulikuwa umeyadhania kichwani kwako. Ama unataka kupunguza mwili ama kuongeza mwili kupitia vyakula. Kuna vyakula ambavyo mtu hataki kuvila, lakini inampasa ama inambidi kuvila ili kuweza kupata matokeo anayotaka. Basi kwa kumalizia, naomba kusema asante kwa kuangalia video yetu kuanzia mwanzo mpaka mwisho, na kingine naomba kusema kwamba kama swala hili limekugusa, mada hii imekugusa, unaweza kuachia comment chini ya video hii, ama unaweza kuachia like, na pia unaweza kusubscribe kwenye channel yetu ili uweze kupata content kama hii na zaidi. Na kingine naomba kwamba niseme kwamba kwa mtu yote ambaye anakuwa na maswali kuhusiana na lishe, afya na mazoezi, unaweza kututafuta kupitia namba yetu ya 0653 009477, na unaweza kututafuta pia, unaweza kutuandikia pia barua pepe kupitia email yetu ya kuafit08@gmail.com, na pia unaweza kutufuatilia nakala zetu tunazotoa kila siku kupitia social media accounts ya Facebook, Instagram na Twitter. Na kingine naomba nimalize kusema stay fit na kuwa fit.